katika finali ya NMB Mapinduzi Cup. Ni kombe hilo likionyesha kombe zuri kweli kweli. na uwanja wa Gombani Pemba. Ni Dar es Salaam Derby ikiwa inachezwa katika dimba la Gombani Pemba. Amekuwa na mchango mkubwa sana katika sekta ya michezo katika serikali ya Zanzibar. Naitwa ni kocha cha Azam FC Florent Ibenge. Ameanza na Aishi Salum Manula. Mwamuzi wa mchezo ni Nasir Salum Sia. Kikosi cha Yanga bunduki za kutosha ni kama Pedro Gonçalves ameamua. Mara mwisho kushinda taji la kombe la Mapinduzi ni 2019 ambapo walishinda. Pedro naye anaiongoza Yanga ambayo ilishinda taji kwa mara ya mwisho na dau nono la milioni 150 kwa bingwa. Kabumbu imeshaanza uwanja wa Gombani Pemba, Azam FC dhidi ya Yanga, finali ya NMB Mapinduzi Cup 2026. Akitengeneza bao safi, inawekwa ndani, Jefte bola kitambala bado inawekwa mwingine. Selete mpira bado haujaondoka, ni kama bundi anazengea lakini anacheza golikipa. Yanga wameenda kwenda kujipanga sawa sawa, nyota watatu dhidi ya wawili ndani ya box kutengeneza picha kubwa na imara zaidi, lakini pia faida wanaenda kuipata baada ya Celestine Ekwa kutengeneza madhambi ni utulivu wa hali ya juu katika eneo la ulinzi na wafanya Yanga baki salama mbele ya Jefte Kitambala Bola. Anafanyaje? Anaweka cross, cheza Abu Twalib Msheri Ngeli. Anapenyeza pasi kumtafuta Shadrack Isaka Boka, weka cross ndani kule Pacom. Hakika off target ya kwanza kwa Prince Dube, lakini cross nzuri ya Boka, lakini ni jaribio ambalo limefunguliwa njia na Maxi Zengeli. Yeye na Kibwana Shekna weka cross ndani kule, anataka kufanya diving header. Kama angekutana nayo ile. Tazama Shekna Diakite, water cross. Almanus aweza kuipata ile. Unaweza kumuona jinsi ambavyo alivyokwenda kujipenyeza katikati ya walinzi wawili wa Yanga. Azam FC wakishambulia na Shadrack Isaka. Dube Prince karibu kabisa na mstari wa 18, ni free kick. Eneo zuri sana kwa Yanga, eneo linaweza likatokea kama atatokea mchezaji mwenye kipimo sahihi. Pacom Zuzu, cheza Aishi Salum, bado mpira hujaondoka. Nana anakutana nayo kwanza pale, wameclear nzuri kwa Yanga pia. Hii ni mpira kama ambao ulizunguka vyema kabisa, lakini goalkeeper Aishi Manula ameendelea kuonyesha ubora wake katika milingoti mitatu. Clearance ndosha ile ni yule mpigaji wa free kick tena. Pacom Zuzu ananyunyiza ndani kule katika nafasi anacheza Aishi Salum. Sheknadi Akite ni machachari na hatari kweli kweli, huyo hapo. Silaha yake zaidi ni ile individual technical ability. Mpira wa kaba ambao ulichongwa ndani, ukiangalia jinsi ambavyo alikwenda kuruka juu, kitazamia kwamba alikwenda kunawa mchezaji Randri, pana shaka mpira ulienda kwenye mkono wake ukiangalia, na ndio maana unaweza kuona Ibrahim Abdullah alikuwa anaomba kwamba ni faida waipate, lakini soka likaendelea. Jefte bola Kitambala, Zidane Seleli, Hamza sema ni free kick, anamuonesha kadi ya njano Yanga. Landry Zuzu anaizungusha, cheza vizuri kabisa Abu Twalib Msheri katika mzani sawa mpaka sasa. Landry Zuzu anacheza na Jefte, goma ilikuwa imekaa hii. Jefte bola Kitambala aliweka kwenye gamba ile, mpira ambao uliweza kumpita vema. Gusa pasi kwa Pacom Zuzu, anamfinya Pacom Zuzu, cheza Aishi Salum Manula na kumuona Pacom Zuzu wakati wa kuongezwa dakika 3. Hiyo hapo Leonard kipindi Mao Mkambe alikwenda kichwa wakakamuliwa vyema sana na Pacom Pedro Zuzu wa Fantastic Football, lakini nje ya 18 Aishi Manula ameonyesha uwezo wake mkubwa. Akija Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi. Dakika 45 zimekamilika NMB Mapinduzi Cup. Kabumbu imeshaanza, James Akaminko. Hakuna bao kwa timu zote mbili. Azam FC anaweka pembeni sasa kule. Ekua Celeste anaweka cross katika upande wa pili, jaza mpira ule, ameokoa. Isaka Boka ameokoa. Nzuri sana, alitokea nje ya box akaingia ndani ya box kutamani kutumia ile cross nzuri ya Ekwa, lakini header yake haijafanikiwa. Jaribio jingine zuri ambalo Yanga amelitengeneza.
Shefte Bola Kitambala anajaribu ile, amekuwa na shoto. Shekna Diakite leo katika eneo zuri sana, angeweza tu kucheza naye watengeneze. Job anapunguza mtu. Hamza sema Dickson Job amechezewa foul. Na mwamuzi anamwambia mara ya kwanza ilikuwa ni pale, hii ni mara ya pili. Kali ya njano ambayo amekwenda kuipata. Ni pasi za mbele zaidi ambazo zimekuwa ni faida, wakati huo alitamani kupunguza, lakini Shekna Diakite na anapiga mpira huu, anawacha Pako Mzuzu, ameigusa ile Aishi Salum Manula. Manula, hivyo ni kona mbili, nawekwa ndani kunacheza Aishi Salum Manula, bado mpira hujaondoka. Bala Musa Konte yeye na Jefte, naweza kaona ni hapa jaribio zuri sana, lakini alikwenda kutanua mbavu zake vizuri sana Aishi Manula na kuupangua vema sana ule mpira wa ikabu ambao ulipigwa kwenye mchezo wa fainali. Zengeli, pasi imefika ile, Kibwana Shomari amewekwa chini. Ana kadi ni ya pili ya njano hiyo. Shekna Diakite na kadi ya njano, ni kadi nyekundu baada ya kuonyeshwa kadi ya pili ya njano. Shekna Diakite dakika ya 56 alionyeshwa kadi ya njano ya kwanza na ni ya pili. Sasa Shekna Diakite dhahiri alimvuta Kibwana. Hakika unampongeza Kibwana kwenye mguso wake wa kwanza, ulikuwa ni mzuri sana. Diakite nyuma ya mpira, nyuma Kibwana anakwenda kufanya matukio ambayo haikuwa na usahihi kabisa, manake Florent Benge huyo hapa anatafakari jambo atafanya nini. Estro professor mpira. Pako Mzuzu anazungusha katika engo ya pili, cheza juu. Aishi Salum Manula, Manula kandanda kwamba mara zote ubora ni wa kudumu, kiwango ni cha muda. Hakika katika nyakati ambazo Azam itakosa uhai, yeye anarejesha uhai katika milingoti mitatu timu inapokuwa iko pungufu. Alabogasti sasa anamwekea Landry Zuzu, weka cross maridadi. Baka amecheza vyema kabisa, alitaka kufanya vitu vyake. Tazama cross tamu sana ile, alikosa Baka, amekwenda kucheza mpira ule. Superb, nzuri sana kwa Baka, kama sio uwepo wake pale pengine. Alabogasti weka kona kubwa kabisa, gonga kichwa ile. Wanataka kujaza mali shimoni pale, na mchezaji yuko chini wa Azam FC. Anamwita daktari. Yahya Zaid anakwenda kuzungumza. Kitambaa cha unahodha amevua Himidi Maumkami, kampatia nahodha. Gita Kamanya yupo chini. Gita Kamanya striker yule. Wakati huo rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi anakwenda kumsikiliza msaidizi wake kwamba wewe umeona nini, manake yeye bila shaka hakuwa kwenye nafasi ya kuona vizuri. Alikuwa tukio la kiungwana sana, ukiangalia kupata marejeo ya picha unaweza kaelewa kile ambacho kimemkuta Peter Kamanya. Bila shaka Gita Kamanya apata maumivu na Yanga wenyewe. Hiyo hapo, tazama namna alichokifanya. Alimpiga kiwiko. Hakika ni straight red card kabisa, kadi nyekundu ya wazi. Anakwenda kucheza Mohamed Hussein, Mina ndani, Aisha amechomoka, mpira bado umekwenda nje ule. Kuna kuruka juu Ibrahim Abdullah, lakini pia na Prince Dube. Mpira kama ambao ulipigwa na Mohamed Hussein, lakini pia unaweza kaona uthubutu ambao alikwenda nao ule kipa Aishi Manula. Edmund John crossing, Zuzwa kumkamua vyema sana bin Zaid, vizuri sana crossing yenye ufanisi katika ile Pacome Zouzoua hajaweza kufanikiwa kwenda kwenye target, lakini jaribio zuri ambalo limetokana baada ya Yanga kuamua pia. Inamiminwa ndani kule, mkwaju umekwenda nje. Mechi imemalizika, hakuna bao, hakuna mbabe.
wanataka kufanya mabadiliko timu zote mbili. Dakika 30 za nyongeza, extra time, na Emmanuel Mwanengo anajaribu kuweka mpira ndani, huku Aishi Manula anacheza maridadi kabisa. Parking wamekwenda kudhibiti njia za mpira, wanafahamu mpira unapigwa sehemu gani, unakata kwenye njia, unazuia, na ndicho ambacho unakihitaji. Chilambo alikuwa anaondoka na dhahiri shahiri kabisa. Pacome Pedro amekwenda kuzawadiwa kadi. Alikuwa anaondoka Chilambo vizuri kabisa. Nyeto anapambana, inajaribu kutafuta engo ya pili. Sheri cheza vizuri kabisa. Butwalib, no shikishara, no problem. Wakati huo zile dakika 15 za kwanza zimekamilika. Ibrahim Baka kwa upande wa Yanga nao wamekuwa na nafasi nzuri zaidi ya kufanya vyema. Kabumbu imeshaanza katika dakika 15 za mwisho. Musa Konte anaweka pasi nzuri sasa kumtafuta Mwanengo, anafanyaje dogo huyu, weka cross maridadi kabisa, imezungushwa Aishi Salum Manula. Majaro akinifu zaidi, kangamua vyema sana Albogaste, lakini cross yake nzuri sana. Utose ambao umekwenda kudhibitisha. Ukisikia kamua usitumie hirizi, ndo kama hii unakamliwa, unaachwa. Yes, hakika. Anaweka balaa kubwa sasa kule ndani, anajaribu kuingia naye, mwamuzi analala hapo, mkojo penalty. Mwamuzi anasema Lame Kilawe amecheza na mkono 7/120. Look at that. Mwamuzi anasema yule ni Twalibu Nuru yule, maana yake alitanua mkono akaongeza mkono. Twalibu Nuru kwa tafsiri ya referee, na amelala kwenye kidoti, mkojo penalty. Aishi Salum Manula kwenye mashindano haya ya Mapinduzi. Pacome Zouzoua ameshika mali ile, anajinyosha na kutafakari atakuwa shujaa. Look at this, Pacome Zouzoua, Aishi Manula, Aishi Salum Manula, Manula, Tanzania 1. Form is temporary. Ni penalty kick. Aishi Salum Manula alikwenda kushika mpira ule Twalibu Nuru. Hakika swadakta kabisa, lakini wakati wa Aishi Manula kuna picha kama nitaiona, Aishi Manula wakati ameshika ule mwamba wa juu akitafakari jambo, alipiga hesabu maridadi kabisa. Dashing ya Pacome ya kwanza alimuona, hii hapa 1-2, akadash akapiga upande ambao Aishi alimuona. Ilikuwa ni mara ya pili wanakutana. Mara ya kwanza kwenye 5-1 kwenye dabi ya Kariakoo Novemba 5 alifungwa Aishi Manula kwa mkojo wa penalti. Ina asilimia kubwa kumalizika katika nafasi ya bila. Abu Twalib Sheda anakwenda na Putin Kanute kwenda kuruka juu baada ya mpira kuanza kwa kichwa, akafanikiwa kwenda kwa kasi. Abdi Twalib Msheri fanya kazi nzuri sana. Ni dakika 120 zimemalizika, wanakwenda kwenye mikwaju ya penalty. Akikosa hapa shughuli imeisha. Gita Kamanya, what a penalty nzuri kweli kweli, anamfuata Aishi Manula. You can do miracle, unaweza kufanya miujiza au maajabu. Penalty nzuri kabisa hii sana. Amechukua nafasi Jefte Kitambala, kapewa nafasi katika eneo la mwisho na amekwenda kupiga penalty safi murua kabisa, nzuri sana ile kuitazama. Na huu ni muda sasa wa Bakanondo Mwamnyeto. Mwamnyeto ni mpigaji mzuri wa mikwaju ya penalty. Yanga wana 4. Mwamnyeto Yanga ni machampions. Imekuwa ni siku nzuri. Tazama hii penalty ambayo imewapa ubingwa Yanga, ikipigwa na captain Beka. Hakika ukiangalia penalty 4 zimepigwa upande wa kulia wa Aishi Manula, na inakupa picha wamekwenda kuifanyia hiyo kazi. Bado Dantri Zuzu yupo kwenye majonzi makubwa, amekosa mkwaju wa penalty.